Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ivonia Evaristi Mushi, ni mtangazaji wa Habari Njema Channel. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 7 2026, tukiwa tunaendelea na simulizi ya Mtakatifu Veronica ambaye alikuwa bikira. Tumehadithiwa mambo mengi ya ajabu yaliyotendeka wakati wa bikira mtakatifu huyo. Alizaliwa mwaka 1660 katika nchi ya Italia. Alipobatizwa aliitwa Usra. Alipokuwa msichana wa makao, wanaume wengi walitaka kumuona, lakini Usra aliendelea na nadhiri zake za ubikira katika kortea ya masista wa Capuchin. Nao alimpa jina la Veronica. Toka siku ile alijitahidi kumfuasa Yesu msulubiwa. Bwana Yesu alimtia mikononi mwake alama ya vidole vyake maungoni mwake na taji la miiba kichwani mwake. Mtakatifu Veronica alikuwa mlezi wa Manavosi na Kovesi kwa muda wa miaka 34. Baada ya hapo akawa mama mkuu kwa muda wa miaka 11. Alikufa tarehe 9 mwezi wa 7 1727. Akatajwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1839. Mtakatifu Veronica katika historia yake ya maisha tunaonyeshwa jinsi gani alikuwa na msimamo juu ya mambo yake. Tunaonyeshwa jinsi gani alikuwa mtakatifu, mwenye kumpenda Mungu, mwenye kutamani yale ya kimungu. Hata pale alipokutana na majaribu mengi katika maisha yake, bado alizidi kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu. Je, wewe kama binadamu wa sasa, wewe kama kiumbe wa sasa, unaweza kujua ni tunu gani Mungu amekutumikia katika maisha yako? Mtakatifu Veronica alitamani kuwa bikira ambaye katika maisha yake alitaka kumtumikia Mungu, kumpenda Mungu na kusali siku zote za maisha yake. Komenti hapo chini, ni nini umejifunza leo katika kipindi hichi cha Mtakatifu Veronica tarehe 7 mwezi wa 9, tarehe 9 mwezi wa 7. Basi usisahau kusubscribe kwenye alama ya kengele ili upate habari motomoto zinazotujia kila siku katika chaneli yetu. Ulike, ushare na pia ucomment katika chaneli hii. Kwaherini.